The power of planning. Nguvu ya mipango. The power of planning. Sema nguvu ya mipango. Nikusikie, sema nguvu ya mipango. Tuko mwanzoni mwa mwaka kabisa 2026, na moja ya kitu muhimu tunapoanza mwaka huu ni kukaa chini na kupanga mipango yako ya mwaka. Moja ya kitu muhimu, tarehe za mwanzoni actually ilibidi ufanye mwishoni mwa mwaka, na hii kwa sababu ya sababu ambazo wewe mwenyewe pia ulikuwa hujafundishwa. Sasa nimekaa chini tunajaribu kukufundisha, sawa? Mwaka jana tukasoma kuhusu habari ya mambo ya kuyafanya mwishoni mwa mwaka. Tukakwambia jambo la kwanza, ujifanyie tathmini. Unakumbuka? Mnakumbuka? Kwa tathmini pale tukakwambia kwamba inabidi ukae chini uangalie mipango yako ya mwaka. Nikagundua washirika wangu wengi hawajapanga chochote mwaka uliopita. Kwa hiyo nikiwaambia nifanyie tathmini, hawana sehemu ya kulifaa kama tathmini. Amen. Sasa nikaja na Mungu akanipatia wazo. Actually Mungu amenipatia somo kwamba tujifunze nguvu ya mipango, ili tuelewe kwa nini tunapanga na kuna umuhimu gani wa kupanga. Sawa? Na mwanzo kabisa naomba nikupe kadhaa tena karaka kidogo ili uweze kuelewa kwa nini ni nguvu hii ya mipango. Bishop David Oyedepo, askofu wa makanisa ya Winners Chapel, alisema kwamba planning is vital to life and businesses as breathing is to living. Planning is vital to life and business as breathing is to living. And it equates to winning. Narudia tena. Planning is as vital to life and business as breathing is to living. It equates to winning. Kwamba planning is winning. Planning is winning. And planning is vital to life. Kupanga ni muhimu sana kwenye maisha, kama vile ambavyo kupumua ni muhimu kwenye maisha. Ili mtu awe hai lazima apumue, si sawa? Si sawa mtu wa Mungu? Vile vile kupanga kuna umuhimu wa kiasi hicho. Kwa kama una mipango, maana yake wewe hauna uhai kwenye maisha yako. Na pia kupanga ni sawa sawa kushinda. Kwa hakuna ambaye anashinda bila kupanga. Nimesemaje? Hakuna ambaye anashinda bila kufanyaje? Kupanga. Pia anasema hivi, no one wishes his way to success. Greatness is the product of planning. No one wishes his way to success. Hakuna ambaye anabahatisha. Hakuna ambaye ana matamanio kufanikiwa tu akafanikiwa. Lakini ukuu ni matokeo ya mipango. No one wishes his way to success. Greatness is a product of planning. Mtu wa pili anaitwa Dr. Miles Monroe. Miles Monroe ni mmoja mtu ambaye hadi kwenda pale YouTube search power of planning. Dr. Miles Monroe ana masomo kama 8 na kuendelea. Sawa? Kwa hiyo nishakupatia homework ya wiki, the power of planning, Dr. Miles Monroe. Asema hivi. Sasa hiyo kusaidia kwanza usikie tu kusoma. Asema hivi, whenever I was singing, lead me, guide me along the way, I felt as if the Lord was saying to me, lead you along what way? I realized then that if you don't have a plan, God doesn't have anything specific to direct you. And your sentence. Miles Monroe anasema kwamba if you don't have a plan, God doesn't have anything specific to direct you in. If you don't have a plan, God doesn't have anything specific to direct you in. Aniongoza popote, nimwandame siku zote, kwa ajili yangu mimi aliuawa Kalvari. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Nitaongozwa
Ongozwa na Bwana usiku kucha na mchana. Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Aniongoza popote. Mungu huwa kuongozi popote, mtu wa Mungu. Anakuongoza kwenye mipango yako. Umesemaje? Mungu hakuongozi popote, anakuongoza kuelekea kwenye mipango. Familia ya Yesu na Spirit lead me. Ngoja hivi. Let me walk upon the water, on me. Take me deeper than it's true. Lakini Spirit does not lead you bila mipango. Kwa usiimbe ukaishia kuimba. Not so much my lazima ujue kwamba if you don't have a plan, God doesn't have anything specific to direct you. Haya, akasema hivi pia, we plan our grocery list, but rarely we plan our lives. Watu wanapanga sokoni, anaenda kununua nini. Kila mtu anaenda kaniokoa kununua vitu vyake. Mpaka mwingine anaandika karatasi yake, anaenda kununua leo, labda anaenda kununua sijui gauni moja, tanunua kiatu cha aina hii, taenda sijui mtaa huu, lakini mtu huyo huwa hapangi maisha yake. Hiyo ni janga. It is a tragedy. Mtu wa tatu anaitwa Brian Tracy. Brian Tracy. Hii kuonyesha kwamba mimi mtu wako nasoma. Kwa mshikamu kama usomi ni jambo la ajabu. Sema ajabu lingine hilo. Useme hapo mbele yako mwambie ajabu lingine hilo kama usomi. Haya, Brian Tracy anasema kwamba every minute spent in planning saves 10 minutes in execution. Mambo ya ajabu, mambo ya kawaida sana. Kiasi kwamba anaongea hivi, sasa kwa mambo ya mtoka roho, sijatoka roho mshikamu, niko roho sana. Naona kupenda mambo niko roho. Anasema kwamba every minute spent in planning saves 10 minutes in execution. Kila dakika moja unayotumia kupanga unaokoa dakika 10 za utendaji. Kwenye wangapi ambao wanapoteza dakika nyingi za utendaji kwa sababu hakutumia dakika moja kufanyaje? Kupanga. Kwa ndani ya saa moja ni dakika 60. Baki mtu anahitaji dakika 10 tu kupanga ili saa moja lingekuwa effective. Fikiria siku yako nzima ambapo wewe ulipangaje. Kwa hiyo unakuta yale masaa 24. Masaa 24 zile dakika zote kwa nini hauweki vizuri? Sababu haujakati kufanyaje? Kupanga. Every minute dakika moja tu ya kupanga. Yaani kisoma ukikaa chini unasema hivi, leo nitaenda shule, nafanya hivi. Ile dakika moja inaokoa zaidi ya dakika 10 kwenye utendaji. Endelea mbele. Providing a 1000% return on energy. Providing a 1000 return on energy. Providing a 1000 return on energy. Yaani maana kwamba pia inaokoa nguvu zaidi ya 1,000 ambazo ungezitumia kwenye utendaji. Sio tu inaokoa muda, lakini pia inaokoa nguvu. Kwa hiyo Amadi anasema kwamba dakika 10 ambazo utatumia kupanga kabla ya jambo utaokoa zaidi ya nguvu 90 ambazo ungezitumia kufanya lile jambo lifanyike baadaye. Sawa? Kwa hiyo ni muhimu sana kupanga. Haya, sentence pia akasema a goal without a plan is only a dream. A goal without a plan is only a dream. Malengo, maono bila mipango ni ndoto za abinuasi. Ndoto za kwamba kila mtu mahali hapa, kila mtoto wasema hivi, takuwa rubani mimi. Leo hii uko Kampala unasoma MD. Takuwa rubani mimi, leo hii uko pale Kampala wewe ni lawyer. Akamwambia kwamba a goal without a plan is only a dream. Paka hapo tuko pamoja? Ngapi anaelewa nisha kuna namna hii?
Kumalizia sasa utangulizi wangu, nikupatie tafiti moja hivi. Mwaka 1948 kuna tafiti ambayo ilifanyika. Angalia vizuri, angalia vizuri. Hiyo tafiti walifanya kwenye chuo cha Harvard Business School. Sawa? Walifanya tafiti wale wahitimu wa chuo. Wakachukua wahitimu kadhaa. Mwaka 1948 wakawauliza wangapi wamepanga mipango. 3% walipanga mipango na kuiandika. 13% walikuwa wana mipango kichwani mwao kwamba nikimaliza chuo mimi nitafanya hivi, ila hawajaiandika. 87% walikuwa wamebaki, walikuwa wamebaki wanasubiri kudra za Mwenyezi Mungu, wanasubiri majaliwa, wanasubiri kukuche, wanasubiri apendavyo Mola. Baada ya miaka 25 wakawapata wale watu wote ambao walifanya tafiti. Wale 3% wote walikuwa wametimiza malengo yao, mipango yao waliokuwa wameandika 50% hadi 100%. Wale 3% ngapi? 3%. Wale 13 walikuwa baadhi wametimiza, walibahatika baadhi, kama ambao walikuwa hawajaandika. Kuna baadhi ambao ilitokea tu bahati wakabahatika, kama ambao wanasema ni bahati. Kwa wale 87 hawaeleweki kalikuwa wako wapi, sababu wengine watakupatikana kwenye utafiti wale miaka 25. Sasa na wewe kwa mahali hapa jiulize, upo kundi gani mpendo? Hebu angalia jirani yako vizuri. Naomba mwangalie jirani yako. Mwambie uko kundi gani mpendo wangu wewe? Mwambie vizuri sasa. Mwambie wewe. Mwambie handsome boy wewe, beautiful girl wewe, uko kundi gani? Kuna wengi ambao wapo na 87 hadi leo. Kuna mwingine sasa ambao unaongea naye yuko mwaka 4 chuo. Hebu angalia vizuri. Hata yule ambaye umekaa naye, yuko mwaka 3 chuo. Ila hana mpango thabiti kwamba akimaliza chuo ataenda wapi, atafanya nini, ataanzia wapi. Amekaa kimaliza chuo na mimi kwamba itakuwa na taenda kupaka mmoja wa mazoezi nipate certificate yangu ya pharmacy. Ukishapata certificate ya pharmacy, leseni yangu ya pharmacy, ile leseni yangu ile itaanza kwenda maduka mbalimbali, itakuwa inaniuzia huko. Kwa hiyo ule mwaka mmoja utakuwa pharmacy. Kama soma ingia baada kwanza pale mwaka 5, itakuwa mwaka mmoja wa intern. Afu intern speed pale Dodoma. Afanye baadaye kama Benjamin Mkapa. Anawaza, anajiwazia mwenyewe. Ila hamna sehemu ambayo kumwambia okay, wapi umeandika hayo mambo? Hamna. Hao ni 87 wale ambao 13 ambao wana mipango kwamba atafanya hivi, ila sasa hawajui kwenye kwani. Lakini leo hii Bwana anakupa nguvu ya kufanya mipango kwa jina la Yesu. Miongoni mwa watu ambao walikuwa na mipango ni wewe kwa jina la Yesu. Sio mipango ya mwaka huu, mipango ya miaka 5, 10, 20 ijayo kwa jina la Yesu. Nilikuwa msikia Miles Monroe anasema siku moja kwamba yeye akiwa na miaka 13. Miaka mingapi nimesema? Nimesema mingapi? Alikuwa ameandika chini mambo ambayo anaifanya zaidi ya miaka 30 mbele. Miaka mingapi? Ambao alikuwa 13 anahesabika huko. Wengi ni 18, 19, 20, 21, 25, 26, baadhi wamefika kwa 30. Hasa kweli ndugu yangu, na miaka yako hiyo ulionayo haujawahi kuandika chini. So not me. Sema not me. Sema not me. Useme hivi alafu kumbe wewe ni mmoja wapo ambao hujaandika. Kuanzia leo kaandike kwa jina la Yesu. Kuanzia leo kaandike kwa jina la Yesu. Na hii sio maana kusema, nasema tena ukaandike. Amen. Amen. Kuna msemi amina. Pastor mtoka rohoni. Ndio kuandiko. Luka 14:28-30. Maana pasipo maandiko muamini nyinyi. Kwa maana ya ongea mambo ya maandiko kabisa, mchungaji anaongelea maandiko. Sikia mchungaji ameshaanza kusoma mambo ya kiprofesa hapa. Yaani mchungaji sisi hapa. Yaani unataka kila siku kianza kufundisha, mara niambie siku nikuza watu gani na kuambia hivyo ili kwamba haya mambo yamefundishwa na watu wengi. Sema amina sasa. Ndio wale mchungaji kumpigia makofi basi. Acha makofi ya kuchora, nipigie makofi mchungaji wako. People say that is my pastor. Amina. Na wewe ndio mbeki kabisa. Amen. Ndio tunakwambia ufungue Luka 14:28 hadi ngapi? Hadi 30. Na tusome kwa pamoja tuone jambo hapa. Kuna mambo ambayo tunataka kufundisha hapo ni andiko ambayo tupatia msingi mzuri sana kabla tunaendelea mbele.
Kanisa, kwa pamoja naomba tusome Luka 14:28 kwa sauti kama ya radi. 1, 2, 3. Anasemaje? Hiyo sauti yako ni sauti ya watu wawili. Kwa sauti anasemaje? Akawa hana nguvu za kumaliza. 31. Asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000. 32. Na kama akiona hawezi hutuma ujumbe kutaka shati za amani, mtu yule akali mbali. 33. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Sasa naomba kusomea kwenye Message Translation upate hii tafsiri vizuri. Message Translation. Is there anyone here who planning to build a new house? Planning to build a new house. Je, katena hakuna mtu ambaye anataka, ile anataka ni anapanga kujenga. Naelewa vizuri? Kwa maana ile kutaka sio kutaka tu matakwa, no, ni kupanga. Anyone here who planning to build a new house, endelea mbele, doesn't first sit down and figure the cost, so you will know if you can complete it. If you only get the foundation laid and then run out of money, you are going to look pretty foolish. Everyone passing by will poke fun at you. He started something he couldn't finish. Sasa kwa tangu iko hivi. Hapo sema kwamba asiyetaka kukaa chini na kujenga nyumba asingashindwa na kuhesabu gharama. Nilishangaa sana, kumbe ila kusema kujenga nyumba, nishawaambia nyumba ni kesho yako. Nyumba ni familia yako unataka ujenge. Nyumba ni ndoa. Nyumba ni biashara. Nyumba ni masomo. Kwa yupi ambaye anataka sasa masomo yake yawe na namna fulani, nyumba ni mwaka wako 2026. Asiyekaa chini akapiga hesabu, akakaa chini akaanza kutazama, hivi kweli mimi naweza nikajenga hii nyumba? Kiswahili ametengeneza mnara. Unafahamu mnara nini? Unafahamu mnara? Do you know mnara? Church, do you know mnara? Siwasikii. Unajua mnara? Mnara huwa umeinuliwa juu sana. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Hasa maki kwamba kama unataka uende juu sana, lazima upange. Hakuna ambaye anaenda juu bila kufanya nini. Yaani huwezi kujikuta huko juu kwa bahati mbaya. Huwezi kujikuta umefanikiwa kwa bahati mbaya. Huwezi kujikuta umeolewa kwa bahati mbaya. Huwezi kujikuta. Na ukijikuta umeolewa, jua hiyo ndoa ni kipigo, hiyo ndoa ni furu tu mateso, baada hiyo ndoa itakuwa ni kuzimu duniani, sio mbingu duniani. Umeelewa vizuri? Ndoa kama nimesema nini? Kuzimu duniani na sio mbingu. Heaven is supposed to be heaven on earth marriage. Kama mtu yuko kule mbinguni anastarehe, paradiso, anakuwa na paradiso yake ndogo kule. Sasa kwa makini dada anakaa kama hapa. Kama hujapanga, unasema pastor, mimi ni binti, kwa hiyo mimi nafuata na pangaje kwa kuolewa. Hapana, inabidi upange. Kama amekuja nje ya mume wa Biblia, kwa kweli kaka, huu muda nikiangalia ratiba yangu sasa hivi ni mwanafunzi, haya mambo sio wakati wake. Hapa naongea na mtu mmoja ambaye amejikuta ameingia kwenye mahusiano na yuko shule bado. Hakupanga ila amejikuta. Situationship. Sio relationship. Yaani situationship. Kwa watu wamejikuta kwenye mahusiano. Kajikuta yuko mwaka wa kwanza, yeye ni batch jipya, yani container jipya limeingia chuo. Kwa mwaka wa pili wanawatafuta, wa tatu, wa nne, wanawakea hao. Yaani wanapowajali,
jamani karibu fellowship. Yaani kumbe fellowship sio fellowship. Hayo ukitaka ni ile container jipya walao afanye mambo fulani pale. Mimi nimesoma chuo najua. Kuna wakaka ambao wakiingia first year, lengo lao, mitazamo yao ni kuwapata first year. First year hajui mambo. Kwa hiyo mtu ameambiwa kaka yule kaka tena kuja anavaa vizuri. Anavaa vizuri. Anavaa vizuri. Kwa dada anasema kaka jamani. Ndio wangu sikutamani kabisa. Kumbe ni bomu hilo dada na kuipukia huko mbele. Na ile mtu anakubali anasema pastor namshukuru Mungu. Nilifika chuo. Mungu ni mwema sana kweli. Nikusikia pastor siku anasema kwamba kuna wengine moja chuo hilo waolewa. Kwa pastor yeye anakuja mimi. Na Bwana amejibu mapema pastor. Bwana achelewi wala hawai. Wewe utakufa vibaya wewe. Sasa pointi kwamba hata vitu kama hivyo visitokee kwa bahati. Lazima uwe umefanyaje? Nimesema haya, nini maana ya kupanga pastor? Nini maana ya kupanga? Nika hivi, kupanga ni kukaa chini na kuhamisha picha ya wazo. Narudia tena, kupanga ni kukaa chini na kuhamisha picha ya wazo toka kichwani kuwa maandishi, kisha kuweka mikakati. Kupanga ni nini pastor? Kupanga ni kukaa chini na kuhamisha picha ya wazo toka kichwani kuwa maandishi. Kupanga ni kukaa chini na kuhamisha picha ya wazo toka kichwani kuwa maandishi, kisha kuweka mikakati, mabano, hatua ndogo ndogo za kufuata. Kisha kuweka mikakati, mabano, hatua ndogo ndogo za kufuata, funga bano, za kufanya ufanikishe kulitimiza katika uhalisia. Kisha kuweka mikakati, mabano, hatua ndogo ndogo za kufuata, za kufanya ufanikishe kulitimiza katika uhalisia. Na kusomea yote, ndio watu ambao wakusoma imla hapa, kuna wasaidia kidogo. Kupanga ni kukaa chini na kuhamisha picha ya wazo toka kichwani kuwa maandishi. Kisha kuweka mikakati, mabano, hatua ndogo ndogo za kufuata, za kukufanya ufanikishe kulitimiza katika uhalisia. Hebu nisomee hapo ili mmoja ambaye anaandika tumsaidie. 1, 2 nasemaje? Kupanga ni kukaa chini na kuhamisha picha ya wazo toka kichwani kuwa maandishi. Kisha kuweka mikakati, hatua ndogo ndogo za kufuata, za kukufanya ufanikishe kulitimiza katika uhalisia. Kwa kwamba lazima mtu akae chini, alafu ahamishe ile picha ya wazo aliyokuwa nayo. Pastor, namuona Mungu akiniambia kwamba nitakuwa naandaa event za mabinti. Kabla hujaanza kuziandaa hizo event, hiyo picha ulionayo, kaa chini, andika hayo mawazo yako. Issue sio venue, issue sio hela ya event, issue ni kuandika. Ukiandika, jana nilikuwa mahali nikasema kwamba utashangaa forces of nature zinakuletea kile ambacho ukiandika. You attract what you think. Kwa hiyo unapokuwa unawaza, usishie kuwaza, andika. Hata Mungu neno lake ni mawazo yake. Hakuishia tu kuwaza, aliandika. Kwa hiyo hii kuandika, utakaa na kuhesabu gharama, mahitaji yote ambayo nahitaji kukamilisha jambo husika. Okay, cha kwanza nahitaji venue. Sasa venue nafanyaje hapa pastor? Mchungaji, samahani, hapa kanisani utaratibu ukoje? Tamani fanye event yangu. Hapa kanisani kila Jumapili kuanzia mchana wa saa 8 hadi saa 12 papo free. Kwa hiyo njoo ufanye event yako hapa. Nimeshapata idea hiyo. Kwa hiyo venue ninao tayari. Haya, tangazo. Pastor, samahani, hii kanisa huo unaongeza wapi? Tangazo kanisa unaongeza kwa MD to Steve. Ndio tuchukua namba yake ya kaka Steve. Samahani, mimi naitwa Martha, niko pale ABC Gongola. Nilikuwa nahitaji kuandaa event, naomba unisaidie kuandaa tangazo. Wahubiri wa tangazo hili nani? Kwa kuwa naanza saa hizi hapa, naweka mchungaji wangu ili siende mbali.
tayari event imeshakamilika kabisa hivyo. Sio, mnaona jamani? Mnaona vizuri kabisa? Ndivyo ambavyo watu wengi hapa Mungu anawapa vitu mmevikalia hadi leo. Nasema tu hatuna pa kuanzia pasa. Cha kuanzia, anza kuandika. Jambo la pili, nini maana mpango? Mpango ni mkusanyiko wa mikakati. Nini cha kufanya hatua kwa hatua. Mpango ni mkusanyiko wa mikakati. Nini cha kufanya hatua kwa hatua hadi kutimiza picha kubwa, maono ulionayo. Narudia tena, mpango ni mkusanyiko wa mikakati. Nini cha kufanya hatua kwa hatua. Maana yake unakuwa una picha kubwa, lakini ile picha unaivunja kwa hatua. Sawa? Okay, ni kweli unataka kuwa mtumishi wa Mungu. Je, ndani mwako una ile kima ya mtumishi wa Mungu? Ndani mwako umejijaza ile hazina ya kusimama kama mtumishi wa Mungu? Okay, unajiona kama mfanyabiashara mkubwa. Sasa hivi kweli hauna duka pale Kariakoo, lakini walau kwa sababu una simu yako, kifaa cha mawasiliano, umeanza kuposti kila siku. Tunaona kabisa kwamba Elishekaina sasa hizi anauza nguo fulani, sasa hizi ameelewa biashara fulani. Tunaona huyu ni mtu kweli anajitambua kama mfanyabiashara na ana move on. Sio unasema mimi ni mfanyabiashara mkubwa hapo umekalia na wazo la biashara. Au unajiona kama mfanyabiashara hapo sema hivi, nikimaliza chuo nitaanza biashara. Kwa saizi ulipo kuna namna unaweza kuanza kufanyia kazi mawazo ulionayo. Unaelewa vizuri? Kila mtu mahali hapa ana kusudi. Hebu mbele yako jirani yangu, wewe unalo kusudi. Unalo kusudi. Ile kusudi ulilonalo, ile picha kubwa Mungu aliyokupatia, unatakiwa kuivunja kwenye mipango, uanze kufanya nini tokea sasa. Tokea wapi nimesema? Tokea wapi? Safari ya hatua 1000 ilianza na hatua ngapi? Nimesemaje? Safari ya hatua 1000 ilianza na hatua. Kwa hiyo ile picha kubwa ulionayo, usijisifie picha kubwa ulionayo. Ivunje kwenye vipande vidogo, inaitwa hatua na mikakati mbalimbali ya kuitimiza ile picha. So it is a design of step by step approach to accomplishing the set goal. A design of step by step approach to accomplishing the set goal. Jambo la pili hapo ongeza ni kuweka vipaumbele ili kuweza kukamilisha jambo ulionalo mbele yako. Nini maana mpango? Ni kuweka vipaumbele. Katikati ya mengi ambayo unayo, utaanza na kipi? Mimi hapa najiona hivi. Chagua na weka vipaumbele vyako. Hakuna aliyefanikiwa bila kuwa na vipaumbele. Nimesemaje? Hakuna aliyefanikiwa bila kuwa na vipaumbele. Na moja kitu ambacho Mungu anakusaidia mwaka huu ni uanze kupanga vipaumbele kwa jina la Yesu. Kipi ni cha muhimu, kipi sio cha muhimu? Kipi natakiwa nifanye wakati huu, kipi sio cha muhimu kufanya wakati huu? Kipi nifanye leo, kipi nisubiri kesho? Watu wengi ambao wana tabia ya kugairisha ni kwa sababu hawa watu wote hawajapanga vipaumbele. Ukiona mtu anayegairisha mambo ni mtu ambaye hajapanga, nimesema vipaumbele. Kwa hiyo unapoweka vipaumbele, huo ndio mpango. Jambo la tatu ni mchakato wa hatua katika harakati za kutimiza ndoto. Nini maana mpango? Ni mchakato wa hatua katika harakati za kutimiza ndoto. A process of action in a quest to fulfill a dream. A process of action in a quest to fulfill a dream. Ni mchakato wa hatua katika harakati za kutimiza ndoto. Maki kuna ndoto ambayo unayo, nampenda mtumishi wa Mungu anaitwa Bishop Rwajima. Anasema kwamba nina ndoto ya Tanzania mpya, sawa? Lakini cha kwanza akajiona aanze kujihusisha na siasa. Akaingia chama cha CCM. Na kwenye serikali iliyopita alikuwa mbunge wa jimbo la nimesema Kawe. Atasema wewe unajiona baadaye kuwa kiongozi wa taifa hili, au saa hizi hauna kadi ya chama. Hebu angalia mtu mmoja hapa ambaye anajiona kiongozi mkubwa, anajitabiria mimi ni kiongozi mkubwa, ila mpaka saa hizi hana kadi ya chama kinachoeleweka. Nielewe vizuri. Chama kinachofanyaje nimesema? Kinachofanyaje nimesema?
unipate vizuri kinacho kinaeleweka. Kama kieleweki, kaandika mfukoni kwanza. Subiri wakati wa Bwana. Sawa? Maana kuna chama fulani vya kieleweki kidogo siku hizi sijaelewa mimi. Chama cha mbinguni, haleluya. Chama cha mahusiano, haleluya. Sio jelewa mpaka sasa hivi hapa jamani. Chama cha mbinguni, jelewa ni sawa. Haleluya. Sasa kama nikwambia jambo moja la ajabu sana nilipata na ndugu zangu hapa kuangalia. Kwa nini watu wengi hawapangi mipango? Kabla sija kukupatia umuhimu wa kupanga mipango, alafu nitamalizia. Kwa nini watu wengi hawapangi mipango? Jambo la kwanza, mipango kwao sio muhimu. Kwa nini watu wengi hawapangi mipango? Jambo la kwanza imesemaje? Mipango sio muhimu kwao. Kwa nini watu wengi hawapangi? Jambo la kwanza imesemaje? Mipango sio muhimu kwao. Watu wengi hawajatambua umuhimu wa mipango, kwa sababu wamekuwa kwenye nyumba ambayo hajawahi kusikia mzazi wake kumwambia, mwanangu, mipango yangu ya miaka 10 ijayo ni hii hapa. Wangapi wametoka nyumba kama hiyo kama mimi hapa? Wangapi wametokea? Sema tu kweli sana. Kwenye nyumba zile ambazo wewe msikia baba akisema kwamba, mwanangu, wewe kama baba yako, haya ndio maono yangu nilionayo. Haya ndio maono unalisikia kanisani. Nyumbani unataka kusikia neno maono. Wangapi hivi naongea labda ni mimi tu, labda ni mimi tu. Na niye pia mpo Sasa hiyo kitu inafanya watu wengi waone mipango sio muhimu kwao. Tunaishi na watu ambao upo wote chumba kizima hakuna hata mmoja ambaye anaongelea mipango yake. Kila mtu mmoja tu mradi tu wale boom imeingia. Oya boom imetoka. Na ndio furaha yao wanafunzi. Oya. Yaani ni boom tu. Hana story nyingine. Unaweza kwamba boom langu hii na mipango hii. 10% ni ya Bwana, 100,000 ni ya ni ya baba yangu. Wazazi wangu natumia 100,000. Ila wabaki nyingine na jibada mimi mwenyewe. Ila kamsikia mtu wa watu. Asi huyu nimetoka bwana. Oya, hebu twende wapi? Uko bichi, nyumbani city, zeka sijui niambie viwanja, niambie au tuende wapi? Wapi ndio mtumbo, niambie bwana weekend hii lazima tutoke. Kwa weekend yeye anafikiria kutoka tu. Hana kitu kingine cha kufikiria. Ndio maana watu wengi hawapangi. Lakini kuanzia leo wewe utakuwa ni mtu mwenye mipango kwa jina la Yesu. Hata kama utakaa watu kama hawa, lakini wewe utakuwa na mipango kwa jina la Yesu. Kwa angalia watu wao kuzunguka, ni wangapi ambao wana mipango inayoeleweka? Mtu mwenye mipango kwa mwingine wanaisemanga mipango yake. Bwana leo ratiba yangu nimepanga hivi na hivi. Umepanga? Mbona wewe umeamka hata hujapanga ratiba yako ya siku hiyo? Jambo la pili, kwa nini watu hawapangi mipango? Ni kwa sababu hawajui. They don't know how. Hawajui wapangaje. Kwa hiyo alikuta hajapanga mipango sababu pia hajui apangaje. Hawajui, hawafahamu, hivyo wapotea wapi? Gizani. Watu wamepotea kwenye giza la kutokupanga mipango kwa sababu hawajui namna ya. Hawajui wapangaje mipango. Yeye kasema hivi, yaani mimi hapa tatizo ni furaha tu. Furaha ni kulewa na marafiki. Yaani ndio furaha yake hiyo. Hana furaha nyingine. Na watu wengine pia wanafikiri wamepanga mipango, kumbe hawajapanga mipango ila wana matamanio. Nisikize vizuri. Kuna watu wengine hapa ambao wanafikiri wanachokiona ni mpango, kumbe ni matamanio. Okay, mpango wako ni upi? Mpango wangu ni kujenga nyumba. Sasa nyumba ni mpango kivipi? Sasa hapa tuelezee vizuri. Yaani mimi mpango wangu mimi nijenge nyumba. Mpango wangu ni upi? Mpango wangu mimi hapa niolewe na kaka fulani hivi, ana body namna hii, black fulani hivi, ana 6 packs, ndio mpango wake huyo. Haya ni matamanio ambayo hata hayana uhalisia wote. Bishop David anasema kwamba if wishes were horses then beggars would ride. Yaani matamanio yalikuwa ni farasi, bali watu ambao wanaishi matamanio wangepanda hizo farasi. Maisha hayaendi kwa matamanio. Natamani niwe mtu mkuu. Kuwa mkuu sio kutamani, lazima upange. Naomba nikwambie kweli. Siku moja wamekaa kikao kimoja matajiri mmoja kule New York.
Wamekaa kwenye kikao, wakawa na mbizano. Mmoja asema hivi, jamani, mafanikio tulionao hapa ni kwa sababu ya mipango. Mipango? Wakawa discuss. Haya kweli mipango. Unajikuta hata hela ambayo unayo mfukoni, kiwango hicho cha nacho ni kwa sababu umepanga. Nimesemaje? Kiwango cha fedha unachokimiliki ni sawa sawa na mpango wako. Kwa kama bado upo kwenye malaki, kwa sababu wewe umejipangia malaki. Kwa hiyo mipango ni tofauti na matamanio. Mipango lazima iwe wazi na hadi iandikwe, iwe specific na iandikwe kabisa. Jambo lingine ambalo watu wasipange mipango ni hofu ya kufeli. The fear of failure. Watu wengi hawapangi mipango kwa sababu wanaogopa kufeli. Aidha alishawahi kupanga kwamba mimi kati hii nitapata 40. Akajishangaa mpaka 40. Sasa nipange nini? Asipange, mimi sipangi tena. Mwingine mambo ya shuleni anaogopa kupanga sababu alishapanga kwamba semester hii nimemsikia mtu anasema kwamba niwe na first class. Nimepanga nipate first class. Kajikuta yuko kwenye second class. Bwana, sipangi tena bwana. Kumbe ni hofu ya kufeli. Moja ya hofu ambayo lazima uishinde ni hofu ya kufeli. Sema kwa jina la Yesu, ninashinda kila kumbukumbu ya hofu ya kufeli. Lazima tuishinde roho ya kufeli. Kufeli ni hofu kabisa ambayo inajenga ndani ya mtu. Na mwingine hapa hata baadaye kwenye kuolewa anajikuta abaki kwa sababu ya hofu ya kufeli. Alifeli mahusiano A, alifeli mahusiano B, alifeli mahusiano C. Kwa hiyo anajua mahusiano mimi yasema ya kandoti. Nikaka hapo ambaye confidence ilimpotea sababu alishafeli sana. Mwingine kwa biashara amejaribu leo amefeli. Kajaribu tena amefeli. Ndugu yangu, Bwana akupe kushinda kwa jina la Yesu. Mwenye haki huanguka mara ngapi? Mara ngapi yeye huanguka? Ila akafanyaje? Akainuka. Kwa hiyo unaweza ukaanguka, unaweza ukafeli sehemu, ila sio kwamba umeshindwa. Tena wewe umejaribu na afadhali kuliko mtu ambaye alikalia mawazo na hajafeli. Uko vizuri mpaka hapo? Hata wanafunzi shuleni ambao anafeli, hajakosea kuandika jina, hajakosea kuandika namba, hajakosea chumba cha mtihani. Kwa utaratibu duniani amefeli, lakini kwa utaratibu wa jamani, kama mtu alikuwa amefeli kweli Mungu, hata jina yake singeandika, na hata nikosea darasa la kufika, sio hivyo sio. Kataka singekusanya angeenda karatasi, lakini wewe hautafeli kwa jina la Yesu. Na kuombea mwaka wako 2026 ni mwaka wako wa kuburudishwa na Bwana kwa jina la Yesu. Na moja ya namna ambayo Mungu atakurudisha ni kupatia ushindi kila eneo kwa jina la Yesu. Unashinda ila dhambi kwa jina la Yesu. Kwenye uchumi unashinda kwa jina la Yesu. Na shuleni unashinda kwa jina la Yesu. Sema mimi ni mshindi na ninashinda kwa jina la Yesu. Jambo lingine ambalo watu wengi wafeli, washindwa kupanga mipango ni hofu ya kukataliwa. Hofu ya kukataliwa. Kuna baadhi ya watu ambao walipanga mipango alafu kwa shangaa wamekataliwa, rejection. The fear of rejection. Sawa? Kama vile mwambie Yusufu amepanga mipango yake kabisa mpaka mtoke na waelezea kaka zake. Ila sawa walivyoanza kumwataka. Ndio maana kuna siri sana wakati mwingine kujifunza namna ya kutunza vitu mpaka ifike wakati kuviweka mbele za watu. Sawa? Hata na malengo ambayo nayapanga ni mbaya, nikwambia kama msikiarukie, mwambie kwamba kila mtu atafute partner wake. Kwa ambaye anaruhusiwa kuyajua malengo yako ni partner wako. Ambaye sio partner wako, huyo mweke pembeni kwanza. Malengo yako yapangwe wewe na partner wako. Ili ikitokea mahali umefeli, huyu ana uwezo wa kusaidia. Sawa? Kwa mfano una mchungaji, malengo yako yale mpelekee mchungaji. Una mchungaji, bwana mimi hapa na malengo haya na haya na haya. Kwa hiyo siku mnaenda kuuliza, hivi unaniambia maisha yako bila sikielewa kabisa hizi. Ni kweli pasa sisi tunajua, unajua ule na mtu ambao utakuwa accountable kwake. Umeelewa vizuri? Wangapi wameshapata partner wao hapo kanisani tayari? Mbona wengine ambao mnaniangalia na nilisema audio cha kwanza, najua kabisa wewe unasikiliza audio, na cha pili haujatafuta. Sasa hakikisha baada ya leo isiishe bila kupata partner. Amen. Kota malengo pia unaweke kwa siri kwanza.
watu wa Mungu, ile Luka 14:20-30, cha kwanza unayapanga wewe, watu waje kuyaona matokeo tu. Sawa? Sawa? Kabla kuendelea, naomba nije kuwaambia kidogo kwa habari ya kwa nini ni muhimu kuweka malengo. Na leo hii nikaribisha mtumishi wa Mungu na mchungaji aweze kutupatia kwa nini ni muhimu kuweka malengo. Hebu mshauri Mungu wakati hawa mama yes. Kama vile. Haleluya. Amen. Wow. Sawa. Jambo la kwanza ni kwamba mipango inatusaidia kuwa na mahitaji wakati wa uhitaji. Mipango inatusaidia kuwa na mahitaji wakati wa uhitaji. Kusoma katika kitabu cha Isaya 55. Ndio utafungua hapo Isaya 55 sura ya 10. Mungu anasema kwamba maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali kuinyesha ardhi na kuzalisha na kuchipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili 9:10. Umefika hapa? Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao yake. Kwamba tunapanga ili tusaidie kwamba wakati wa mahitaji tuwe, yani wakati wa uhitaji tuwe na mahitaji. Ni watu wangapi ambao kuna kipindi ambacho kwenye maisha unakuta haba unapata hela nyingi au unapata vyakula vingi, lakini kwa sababu unakuwa una mpango au juu tumie kufanya nini, unakuta unatumia vibaya. Alafu mwisho wa siku baadaye kumbe Mungu alikuwa amekupa zaidi ili baadaye kusaidia, unakuta baadaye unakuwa na uhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mwingine ni kwamba kwa mfano gundi inatoka. Tunakuwa na miezi sijui kama 2 hivi ndio uje kupata lingine. Kwa sababu hauna mpango, likitoka tu vile unalishambulia, unalitumia lote ovyo ovyo, alafu baada ya kama mwezi mmoja hivi na wiki moja unakuwa mhitaji. Kwa sababu gani? Ulishindwa kupanga wakati umepata. Kwa hiyo sasa kuna majira ambayo ile kama itakayo kusaidia kusave, unakuwa mhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Gugu likitoka unakula kuku. Baada ya siku chache unaanza kula matunda ya kuku kama mayai. Siku zinazidi kwenda huko unakula chakula cha kuku dagaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana kwamba unapopata zaidi unakuwa unajua kabisa kwamba Mungu ananipa hivi, natakiwa niwe na hekima namna gani naweza nikatumia, kwa sababu kuna uhitaji huko mbele unakuja. Amina. Nina ushuhuda wangu kwamba mwaka jana nilikuwa niko mwezi wa 8. Nilikuwa nafanya biashara, napata hela nyingi. Sasa baadaye kajuzi. Hizi napata nyingi sana. Mungu akanipa akili kwamba hebu fikiria kwamba kuna wiki nzima hautofanya kazi. Utakuwa na hela. Nikafikiria hivyo, kumbe kuna mwezi wa 10 huko unakuja tunakaa ndani siku ngapi hizo. Kwa hiyo baada hapo inakuaje? Kwa hiyo kwamba kuna vitu vingine Mungu anakuzidishia mapema kwamba upange vizuri ili baadaye usiwe mhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kwa mfano Yusufu haikutosha tu kufasiri ndoto, lakini ilikuwa inahitaji mtu ambaye ana hekima ya kutunza kile chakula cha ile miaka 7 ya shibe ili ije kufaa wakati wa njaa. Kwa hata ukiwa unapata unajua kabisa kwamba natakiwa na hekima kwamba kuna siku zinakuja nitahitaji. Kwa hiyo akiba sasa hivi itanisaidia baadaye. Bwana asifiwe sana. Amen. Point nyingine ni kwamba kupanga ni tabia ya Mungu. Hivyo sisi kama watoto wake tunapaswa kufanya yale ambayo baba yetu anafanya. Kupanga ni tabia ya Mungu. Hivyo sisi kama watoto wake tunapaswa kufanya yale ambayo baba yetu anafanya. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 5:19. Mbofike hapo Yohana 5:19 nasema mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo ameona baba analitenda, kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwamba tunajua kabisa kwamba yani Mungu ni Mungu wa mipango.
alikuwa na picha, kama pastor ametuambia kwamba Mungu alikuwa na picha. Kwa kwamba picha kwamba okay, nataka ni hii dunia mbona kama kumejaa giza, nifanyaje? He has a plan kwamba okay, ikitokea nini itakuwaje? Hii miti kikaa hapa, haya mabonde yakaa hivi, Mungu alikuwa amepanga. Kwa sasa wewe kama mtoto wa Mungu lazima leo maisha yako uyapangilie. Lazima ujue kabisa kwamba okay, nataka labda baada ya nini? Ya bachelor labda niendelee na level nyingine ya masters, okay? Unatakiwa upate GPA ngapi? Kwa sababu wewe kusoma masters sio kama ni mtu yote tu anasoma. Je, unatakiwa upate matokeo gani kutokana na kile chuo ambacho unakitaka na kutokana na ile course ambayo unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima upange. Hamna kitu chochote kinatokea tu bahati. Kama unataka kusoma lazima upange kwamba natarajia kupata GPA ngapi au unatakiwa kupata matokeo gani ili qualify kupata kile ambacho unakisoma. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine hapo nakuta unasoma course ambayo ni matokeo yalikuamlia, sio kwamba wewe uliamua tu kwa sababu uko na kuja tuisome hivi. Lazima uwe unapanga. Hata mwanzo wa semester lazima upange kama okay, semester labda inaisha mwezi wa 3. Natakiwa najipea ngapi? Ili semester 2 ile najipea ngapi? Lazima upange. Usipanga sasa hivi itafika semester ya 2, kila ukijumlisha hivi matokeo yako unaona kabisa haya balance. Bwana asifiwe sana. Na kwa mwaka kwanza Bwana wasaidie zaidi. Sifike mwaka wa 3 wa 4 huko ndo unachanganyikiwa. Auelewe mzani una ubalance. Kitu kingine, swala la 3, inatusaidia kukomboa wakati. Tunasoma kitabu cha Waefeso 5:19, Waefeso 5:15. Naomba ufungue Biblia yako ufike hapo. Waefeso 5:15. Neno Mungu linasema kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Unapokuwa na mpango unakusaidia kukomboa wakati, kwa sababu unakuwa unajua kabisa okay, nina vitu hivi nataka kuvifanya, nataka nifanyaje? Nina ratiba hii leo. Kwa hiyo yani hiyo itakupunguzia kwamba sio unaamka tu sasa leo sifanye wapi? Siende wapi? Simpigie nani? Na dakika nyingi hapa amenipa offer. Kwa sababu ukishakuwa na mpango unakuwa unajua kabisa kwamba siku yangu naitumiaje. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine, kupanga kuna kusaidia hata fursa ikija uende kwa wakati, uende yani kwenye kile ambacho ulikuwa umekipanga. Kwa mfano, labda mtu ni mfanyabiashara, sema mimi nahitaji kama milioni 5 tu. Milioni 5 mtu akilipa hapa anafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Ni tofauti na mtu ambaye anapata ile hela kwa sasa nifanyie nini? Hiyo hela utaila na itaisha yote, utafanya chochote. Kwa hiyo ni lazima kwamba uwe kabisa na mpango. Unajua kabisa okay, mtu akikwambia okay, Emmanuel, unahitaji mtaji wa shilingi ngapi? Unajua kabisa mimi nahitaji mtaji labda wa milioni 10. Na hii milioni 10 nafanyia hiki na hiki na hiki. Sio kama mtu akwambia unahitaji mtaji wa shilingi ngapi? Mimi yote tu ile. Yote ni shilingi ngapi? Yote tu ile mimi naweza tu ikanitosha. Hapana. Lazima uwe na mpango, umepanga kabisa. Hata kama sasa hizi hauoni kama una hiyo hela. Ile ukipanga, Mungu mwenyewe anaangalia kabisa huyu mtu anajielewa, hata akimpa hii hela haitapotea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pia kupanga inatusaidia kuhesabu gharama. Kama ambavyo mchungaji ametufundisha hapa kwamba lazima upange, na ukipanga utakuwa unajua kabisa kwamba unahitaji nini, unahitaji muda gani, unahitaji ufanye nini, unahitaji uhusiane na nani, unahitaji ukae na nani. Kwa kadi ambavyo unapanga inakusaidia kuhesabu gharama na kujua kwamba utachukua muda gani kwenye hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jambo la mwisho ni kupanga inatusaidia kwenye utekelezaji na kufanya tathmini. Ukisoma katika kitabu cha Nehemia 2:6-8. Utafungua hapo. Nehemia 2. Mstari wa 6-8. Nehemia akaulizwa na mfalme baada ya kuambia kwamba kuta kule zimefanyaje? Zimeharibiwa. Akasema kwamba mfalme akaniuliza, kwenye mabano malkia ameketi karibu naye, safari yako itakuwa ya siku ngapi? Nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka, nami nikampa muda. Mstari wa 7. Tena nikamwambia mfalme akiona vema na nipewe nyaraka kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike Yuda. Nipewe na waraka wa Asaf mwenye kutuza mwito wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na nyumba ile nitakayoingia mimi. Naye mfalme akanipa
kwa mkono mwema wa Mungu ulivyokuwa juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tunaona kabisa hapa kwamba yani Nehemia anakuwa anajua kabisa kwamba anahitaji nini na anahitaji nini kwa ajili ya kufanyia nini. Hiyo baadaye inakuja inakuja kukusaidia kwamba unakuwa unajua okay, kwenye hivi vitu ambavyo unahitaji nini na nini na nini. Alafu mwisho wa siku kuja kufanya tathmini, unajiangalia, je, nimefanikiwa? Je, hichi nilichokipanga imekuwaje? Kwa nini yani kama hujafanikiwa, kwa nini sijafanikiwa? Nitumie njia gani ili nifanikiwe? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na pia tumejifunza kwenye mfungo wetu, kama kuna watu wafuatilia haya, tumejifunza kwamba Bishop Ibrahim Amasi akatuambia kwamba kuna ili neno la smart hapa. Kwa ukitaka yani kwa undani wake zaidi, tafuta audio usikilize vizuri. S inasimama for specific, M for measurable, A for attainable, R for realistic, T for time limits. Kwa malengo yote, mipango yote ambayo unapanga, hakikisha unaweza kuingia kwenye hii smart yako hapa. Haleluya. Amen. Bwana abariki sana. Baba asante. Amina. Haleluya. Wangapi wanasikia raha? Oh, labda ujifunza mtoto hapo. Umeelewa Hata tukishia hapo tunasema tutosha kabisa. Sasa hivi jamani. Amen. Basi naomba nishie hapo. Naona kabisa kwa leo hayo yanatufaa na wala tupate kitu cha kula nacho. Amen. Kwa dakika kama 4 zizi 5, naomba kila mtu ajiombee jambo hili. Baba, naomba neema na nguvu maalum ya kukaa chini na kupanga mipango kwa ajili ya maisha yangu. Baba, naomba neema na nguvu maalum ya kukaa chini na kupanga mipango, kupangilia maisha yangu sawa sawa na kusudi lako. Haya, jombe. Baba, naomba neema maalum na nguvu maalum ya kupangilia maisha yangu sawa sawa na kusudi lako. Likapala masondo likabaradia lekoskete likabaradia lesetore pakatia mandoro rusia lekabaratushke pele ambande. Baba, naomba neema, naomba nguvu maalum ya kupangilia maisha yangu sawa sawa na kusudi lako juu ya maisha yangu. Leka para matoskepe yekaraduze biramande. Nipe akili katika mambo yote, akili ya kupangilia. Umeelewa mwenyewe yale ambayo umeelewa, mwambie sasa Mungu akusaidie uanze kufanyia kazi. Shaleka para basutepela yandolika balasko felemande mesuvede bekai maluske felebrida leka para nosetele belida yandara basutele belada yakashatelia balada. Sitakuwa kawaida kwa maarifa haya. Nakataa kuwa kawaida, nakataa kuishia chini, nakataa kuishia pale ambapo wameishia familia yangu, nakataa kuishia pale ambapo wameishia wanafunzi ambao wanasoma kama kozi kama nasoma mimi. Naenda hatua nyingine, napokea akili maalum, napokea nguvu maalum, napokea uwezesho wa kukaa chini. Mipango ya miaka 10 ijayo, mipango ya miaka 20 ijayo, mipango ya mwaka huu mzima nitakaa chini na nitaiandika moja baada ya nyingine. Maana nimepokea hekima ya kufanya, hekima ni kujua nini cha kufanya. Walau umepokea kujua umuhimu wa hii mipango, hivyo sasa umeshajua kwamba lazima uende ukae chini. Useme wewe ni mtumishi wa Mungu, alafu hakuna ambacho umekiandika kinachoelekea wewe utumishi unao. Raba sombregedima hatele bande subele baya baya bande. Pokea ile neema ndani mwako kwa jina la Yesu. Pokea uwezesho ndani mwako kwa jina la Yesu. Pokea msaada ndani mwako kwa jina la Yesu. Lazima upange. Hata Mungu mwenyewe ni Mungu wa mipango. Ametuambia mama ya kwamba ni tabia ya Mungu kupanga. Anasema kwamba maana najua mipango niliyonayo kwa ajili yenu, na wazia mipango ya mema wala sio ya mabaya. For I know the plans. Mungu ajui tu mawazo ya kuanzia ni pamoja na mipango. Ana mipango Mungu. Ni ajabu wewe kama mwanae ukikosa mipango. Mwambie Bwana, naomba hii neema kuanzia leo. Nitakaa chini, nitaweka mipango na unisaidie Bwana. Ebraso farabashate likamana makapala ya sonde likapaladia. Hatua za mtu zaongozwe na Bwana.
Bwana aziongoze hatua ambazo hazina mipango yoyote. Bwana aziongoze hatua ambazo hazijui zinaelekea wapi. Lazima ujue unaelekea wapi. Kwenye huduma ambayo Mungu amekupatia unaelekea wapi? Kwenye biashara ambayo Mungu amekupatia unaelekea wapi? Kwenye wito ambao Mungu amekuitia unaelekea wapi? Wewe mwenyewe ni mwanafunzi, unaelekea kwenye mitihani, ila hauna hata mpango ya kwamba Mungu akupeleke wapi na shule yako. Ni ushuhuda kwamba mimi mwenyewe niliweka mipango ya hapa nilipo, haijatokea bahati mbaya, ni kwa sababu ya mipango. Ile neema iliyonisaidia mimi nikakaa chini nikaweka mipango, ile neema imwangukie mtu mmoja mahali hapa katika jina la Yesu Kristo la hai. Ile neema ambayo imenisaidia baba yetu akakaa chini akaweka mpango na mfumo mzima wa ABC, ile neema imwangukie mtu mahali hapa. Ile neema ya kuanza mambo, hautaishia njiani watu wakacheka wakasema hana nguvu za kumalizia. Wewe unapokea nguvu ya kumalizia, maana umepanga mipango. Ukipanga mipango unahesabu gharama, kama unavyo utakumalizia. Araba shekeperia ya mberiba kataya. Aliyenielewa anaomba. Ukipokea ufunuo kama huo lazima uombe. Hata mtaji wako ni mtaji wa kiwango gani? Ule mtaji ulionayo ni kwa kiwango cha maarifa na mipango ulionayo. Aje kupanga wewe mtaji wako uende mpaka wapi. Ila muda huu pokea nguvu ya kupangilia hata mtaji wako, biashara yako, kupangilia familia yako. Ni kweli utakuwa mama, umejipangaje na hilo jambo? Rama kopara tu zabaya ya ndege peko palangadia Yesu peri amanda. Bwana ainue afuna ndani mwako ya kukaa chini kupangilia maisha yako. Hautakuwa kawaida, hautaishia njiani. Reko para matoria ya soteri amanda aliyakatala baraka. Kesho yako haitatambua kwamba wewe ni mwanafunzi. Kesho yako inasubiri matokeo tu. Kesho haiangalii kwamba wewe ni mwanafunzi. Usijione mwanafunzi, wewe ni mtu wa ajabu mno. Umebeba majibu ya dunia yako, umebeba majibu ya Tanzania hii. Usipopanga haya majibu yatabaki ndani mwako. Lakini leo hiko kuwa Bwana na kuinua mahali pa kusimama na kupanga mipango. Mwambie Bwana, napokea nguvu ndani wangu, napokea uwezesho kwenye utu wangu wa ndani ya kwamba nipange mipango. Niye miongoni mwa ile 3% waliopanga wakaandika mipango yao, na baada ya miaka kadhaa tuanze kuonana mahali hapa watu wenye matokeo, watu wanaoandaa event mbalimbali, watu wanaofanya vitu sio kwenye biashara tu. Hatutaishia kwenye biashara zetu zitafika mbali kwa sababu ya mipango. Huduma yako wewe kama hutazifaifu itaishia mwanamboto kwa sababu hamna mpango. Weka mpango na umwamini Mungu kukusaidia kutimiza hiyo mipango. Rapa koshepaya yendo kapara moya Yesu pregede mahate yebrando brogodira yasibranda makapaya aripa pesheke Yesu kapara mande eliaka. Omba Bwana, omba. Umepata ufunuo mipango, omba Mungu akusaidie. Usikuwe mtu ambaye ana matamanio ya ajabu, anatamani awe tajiri bilionea, lakini hana mpango wa kumpelekea leo bilionea. Anatamani awe mtumishi mwenye matokeo, ila hana mpango. Anakuwaje mtumishi mwenye matokeo na atawafikia watu gani? Anatamani awe mtu wa media, ila media yake hajaweka mipango. Mwambie Bwana, kuanzia leo nitie nguvu kuandika mipango na kuiweka sawa mipango yangu. Sheke para mahande Masudelele baraga diamande riba sutere barada. Roho Mtakatifu ni roho mipango. Katela bahada. Roho Bwana ni roho mipango. Ile biashara yako ni kweli ulianza bila mipango, ila kuanzia sasa jiwekee mpango kwamba hadi mwezi wa 3 nifikie wateja kadhaa, hadi mwezi wa 6 niwe na mtaji wa shilingi ngapi, hadi mwaka unapoisha biashara yangu iende viwango hivi. Utaishia pale ulipoanzia. Lazima uende mahali ambapo Mungu amekuandalia. Rambe kwa palakate Yesu feneberia ba yandorika paradia. Omba wewe, omba. Masomo yako utaishia hapo kwa sababu hauna mpango. Ni wengi wamejikuta kwenye supplementary kwa sababu walikuwa hawana mpango. Leo
unajipanga na kuambia mbele za Mungu, ananiona kabisa kwamba supplementary sio fungu lako tena, na utaenda kunishukuru baadaye, kwa sababu umepanga. Masomo yako yanakuwa kawaida sababu haupangi. First class haitokeaji ni kama bahati, lazima upange. Utajiri sio bahati, lazima upange. Unaweza ukabadilisha kuwa maskini, ila hauwezi ukabahatisha utajiri. Unaweza ukabahatisha kuwa mwenye dhambi, ila kuwa mtumishi mwenye matokeo. Anayegusa mabinti wengi, vijana wengi wanasaidika. Lazima upange. Shaka pakate leka parakate nesotoribaga ya zembeli bahatira. Kwa jina la Yesu naomba, sema amen.